Maki wewe shida yako unaangalia ukubwa tatizo lako. Utaki kusikiliza solution ya tatizo lako. Sasa sio takusaidia. Halo? Wewe unaangalia tu unadaiwa. Au. Jifunze sasa, tunakupa mbinu sasa za kukataa kudaiwa. Haleluya, nina HIV. Tunakufundisha dawa ya HIV. Haleluya. Angalia ukubwa wa Mungu, usiangalie ukubwa wa tatizo. Halo? Huyu alikuwa tatizo kubwa sana Batimai. Batimai alikuwa kipofu. Mpaka miaka 40 Batimai alikuwa mke wake anafanana. Mtoto wake wa kike anafananaje na wa kiume anafananaje? Alikuwa ni Batimai miaka 40 anaishi miaka 40. Alikuwa ajui wani. Huyo kitu kinachoitwa pilau kinafananaje? Alikuwa anasikia kwa ulimi kulala. Alikuwa ajui njia kwenda mtoni inaendaje na kuaje. Pale alipokuwa akikaa akiomba, alikuwa hapajui. Mradi tu anasikia watu wanapita, wakipita anapita fimbo chini, alafu anaomba hela. Batimai licha alikuwa anajua miaka 40. Kuna mwenye shida kama Batimai? Batimai kuna kitu alijua. Wewe mwambie, vitu vya Mungu anavyojaribu vishike vidake. Unapaswa uvidake. Mpaka uone, alafu unasikia. Asante Bwana. Halo? Yes. Wakati mwingine alifundisha. Mpaka uwe makini. Uwe chonjo. Bwana sasa. Sio leo kwa kazi. Manda kutia nguvu kwa hiyo. Sasa wakati mwingine unalishauri. Halo? Nani kutia nguvu? Anaenda mjisani mwili ulio jamu nene. Mwili wako unajaa unalina shida. Lakini umeme huo unao kwa kweli. Na unakufa na shida. Kwa nini anasema sasa? Batimai alikuwa na shida kubwa. Alikuwa kipofu miaka 40. Alikuwa hajui hata mke wake anafananaje. Haleluya. Una shida. Batimai. Miaka 40 nje. Hapana sana. Hapana sana. Alijua, alipata ufunguo, aliona kitu kwenye maisha yake, alipokitaka Batimai akaona siku hiyo. Upako wa Batimai au kumchukua dakika 20 au kumchukua nusu saa, ilikuwa ni matter of seconds. Matter ya seconds, ilikuwa ni ishi ya muda mfupi, dakika sekunde. Kwa nini? Kitu Batimai alielewa ambapo wengine hawakuelewa. Halo? Kuna mmoja aliyekuwa na HIV hapa alikuwa ushuhuda. Haleluya. Sasa ngoja niachoe kwanza wapi. Wapi mpe ni slide pia. Wapi achukua ndio. Sisi sitafili hiyo. Sasa ndio mara kwanza sasa. Bali. Haya pia kupungua. Sisi sema sisi foto. Haleluya. Yataka kukuta zile zimefanya zaidi. Kama mwanadamu ni mkakati. Haleluya. Nasema kuna solution nimepata. Sasa na moja mbili tatu. Haleluya. Wakati anatoka nje akaambiwa yote. Mwambie aombe mara ya mwisho. Halo? Kuna kitu alielewa. Kuna kitu alipata. Kuna kitu alingamua kwenye ufahamu. Sasa Batimai kuna kitu alijua. Sikia, safiri ilikuwa na Batimai. Haikuwa rahisi. Huyu alikuwa na hela kuoga. Kwanza mjumbe alikuwa anasema wewe, bwana mkubwa anapita hapa. Mboza anapita hapa. Mfalme anapita hapa. Wewe kipofu wewe nenda huko kipofu. Kipofu kitu gani? Haikuwa rahisi. Shida yako anatafutia thamani kwa upesi. Sikia. Oka Yesus.
pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa. Mwana wa Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Haleluya! Kwa nini alikuwa anaketi kando ya njia? Ili aweze kuomba, aweze kula. Miaka 40 anaishi kwa kuomba. Kwa kuwa mtu akisikia hamta mia ndio anaweza kula yeye na mke wake. Na sasa inabidi amtume mtu sokoni. Sasa sokoni kuna magari mengi, kuna watu wengi wanaweza kumfanyia. Kwa hiyo kama ni 500 itategemea maamuzi ya mtu kuibana na kumletea chini. Akisema bwana nitaje panga au hivi vinatosha, Bartimayo tu. Hizo ni kilo 3 sio kilo 1. Kama labda ni kilo 1 asema ni 3, Bartimayo tu atakapoea. Ajui tate, ajui tena. Haleluya. Lakini kwa nini? Tunakwambia kwa nini Bartimayo? Haleluya. Unaona ndio hapa inaendana. Inaongezewa ba. Kwa hiyo Bartimayo ba ni Kigiriki, inamaanisha mwana wa. Bartimayo mwana wa Timayo. Kwa nini anafanana? Haleluya. Naye alisikia kwamba Yesu Nazareti anakuja, ambaye watu wengi walikuwa wanamuona kawaida. Yeye akasema anapita njei. Yesu anapita hapa. Hatimaye akakusanya nguvu. Haleluya. Akatuma kama vile nyoka anavyotuma, anataka kumata mtu. Vibration kwenye mwili wake ikawa juu. Haleluya. Shauri kwa nyoka hajawahi kumwambia, hajawahi kufuza mtu wa mwili. Huwa anatuna, anapishana tena. Na mimi naona anakusanya sumu kutoka kwenye mkia. Sumu yote inakuja kwenye mate. Haleluya. Nafundisha nani apata hiyo. Nakuja kwenye pale kusanya sumu yote. Sasa anabia kugusa Bartimayo alichofanya. Haleluya. Akasema Yesu Nazareti aliposikia Mnazareti alianza kupata sauti yake na kusema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Bartimayo akasema hilo lingine, alianza na neno moja. Yesu mwana wa Daudi, ufanyaje? Unirehemu. Hii maana ya kunirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti. Daudi hakuacha Bartimayo. Kumbuka rais alipita. Alafu kiwete mmoja naye anasema, "Rais mheshimiwa, nataka wewe." Hapo wanakuja watu Yesu hapa. Hapa wanakuja watu wa maana wa Yesu wa Mungu. Unajaribu na kuitikia kuongea na mheshimiwa wako. Umesoma wapi? Sisi tunafanya nini? Hebu tu. Unasikia wakati na unataka kuongea unatoka wapi? Unapata nafasi? Yesu kwa nafasi na makutano. Watu wengi. Kila mtu anataka kukutana na Yesu. Shida yake ishi. Wale wanapata nafasi wale wa mabauza. Wale wanapata nafasi wale wenye hela. Wale wanapata nafasi wale wenye vyeo. Halo? Lakini Bartimayo, Bartimayo yeye kipofu, wewe nyamaza, mzika wewe kipofu, Bartimayo pia nasema, na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi. Natamani ndio kama jifunza shukrani yako na kumwambia Bwana Yesu, Yesu mwana wa Daudi. Mpaka unasinzia, ulimi bado mambo. Mpaka ndio unajichonga. Kipofu acha. Hakuacha. Walinyamazisha wengi. Lakini aliendelea kusema Yesu mwana wa Daudi. Unirehemu. Twende. Yesu akasimama akasema. Yesu akasikia hoja,
akasikia sauti inayokuja ikiwa na mawimbi tofauti ya wengine. Akasikia kuna sauti yenye shida, kuna sauti, kuna hoja huko, kuna hoja inaongea, kuna sentensi inaoja. Haleluya! Yesu akasema kuna connection inafanyika, kwa sababu tangu asubuhi Bartimayo alikuwa amejiandaa, alisikia habari za Yesu anapita njia ile. Mashaka akakusanya sumu nzima akaiweka kwenye ulimi na akachagua maneno ya kuongea. Alijua akiongea maneno mengi aliyetasikia haitakuwa hoja, akachagua maneno machache. Yesu mwana wa Daudi, ina maana mwana wa Daudi. Daudi ni nani? Daudi alikuwa kipenzi cha Mungu. Haleluya! Akasema huyu Mungu tamkumbusha habari za Daudi, kwa sababu Daudi alimlipia Mungu kisasi. Haleluya! Akasema tamkumbusha habari za Daudi kipenzi chake, lakini tamkumbusha Yesu mwana wa Daudi. Milele. Wakampataza, lakini akafanya Yesu asimama, akasema mwiteni. Tukakutana na Yesu, ndio maana bado na mafikira zake bado ni kimwili. Halo. Tukakutana na Yesu. Zamu yake akasimama, mwiteni. Falme akasimama, rais wa nchi, rais wa dunia akasimama. Huyo mtendo na Yesu. Yupi bwana? Yule anayesema Yesu mwana wa Mungu. Nimesikia mkaratasi tena na baba yangu. Alafu anasema nini? Mtendo. Yesu akasema mtendo, akamwambia yule kipofu. Wakamwambia, "Jipe moyo." Walikuwa wanakataza. Sikia sasa. Anaanza kutoka mipaka. Mambo yanaanza kubadilika. Haleluya. Akasema wote, wakamwambia jipe moyo, inuka. Kipofu maka alikuwa amekaa katikati ya njia, anaomba, jipe moyo, inuka, anakuita. Jitahidi kuinuka. Umepata opportunity, umepata fursa, itumie hii Bartimayo. Walikuwa wanakataza. Sasa wanaanza kujenga mahusiano. Watu watajenga mahusiano leo katika jina la Yesu. Akamwambia inuka, jitie moyo, anakuita. Shakara wa yakata. Akatupa vazi yake chini. Sema inavyo vile nzuri. Haleluya. Akaruka watu ayo mara ya kwanza. Haleluya. Yesu sababu anakuita. Nguvu yake ilishaanza kuingia. Haleluya. Tayari Yesu asibeba mkubali. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi walikuwa na nguvu. Akaruka. Haleluya. Nguvu sio kwa. Haleluya. Akamwendea Yesu. Angalia Yesu tumwelea. Baada ya kukaribia kumfikia Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, angalia Yesu anayofanya. Akamwambia, wataka nifanye nini? Wataka nifanyie? Yule kipofu akamwambia, mwalimu, nataka nipate kuona. Swali moja. Swali Paulo bwana. Mbona aliweza sawa? Sasa nataka kuishi na. Ndio kama mambo mengi sana. Mambo yanapaswa wote unajua shida yako. Hatimaye alijua shida yako. Tangu anaanza kuongea alijua shida yako. Kwa hiyo mwisho ilikuwa inamalizia maongezi yake ya kwanza. Kumbe unahitaji kuwa na adabu. Unajifunza kwa vizuri. Watu wanatafuta wanawake wengi. Sija tu. Kumbe yupo una adabu. Teach. Hello. Unaweza kunafikisha yako msikini. Kumbe sio msikini. Mpaka unapoongea labda kweli una ng'ombe 1000.
Sio watoto waende shule kwa sababu lazima ni maskini. Unahitaji wewe unahitaji sio wewe. Una elimu, unahitaji maarifa. Amen. Ninaweza na nyumba unapangisha watu watatu wanne kwenye nyumba moja. Na kodi wenyewe wakiupa kodi haitoshi kulipia watoto bado. Kumbe shida ni maarifa. Ile nyumba ungetoa watu mafuta kuku, ungepata hela nyingi sana kuliko nyumba hela za kupangisha. Unaona shida ni Mungu. Anatoka kule kutumia na kununua yale kwenye anakuja kutoka kwenye kisima cha baraka ni miujiza itokee. Unajua shida yako iko wapi rafiki? Unahitaji watu wakuhurumie, lakini wewe mali wako na nini wakaa bado. Unaumeweka kwenye kitanda. Kuna msamaha. Unahitaji Mungu nihurumie. Mungu nisaidia. Akiangalia pembeni kuna mtu analia. Alishakuomba msamaha miaka mitatu unasema no. Alafu kila siku unalia mbele ya Mungu nisaidie, nihurumie. Akiangalia pembeni asikie tawasi. Atumaye kwa shida yake. Jifunze kuelewa Mungu. Haleluya. Yesu unataka nini? Yesu bwana. Lakini baadaye ndio shida kuna. Pia baadaye mtu anaweza kufa kisa. Mambo ya kufa tena kwa roho nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu akamwambia wataka nifanyie nini? Ndipo akamwambia mwalimu wangu nataka nipate kuwa. Tawaje? Yesu akamwambia nenda zako. Yesu akamwambia kazi alikuwa ameshaanza baadaye. Kazi alikuwa ameshaanza. Nenda zako imani yako inakuwa. Mara kapata kuona akamfuata njia. Bwana Yesu. Ndiye mbele yako sio wale watu. Sio hapa tujifunze kwa watu. Wakaona. Hofu ya Mungu. Kwa nini? Haleluya. Unapofa watu wakuone. Watu wanataka wakuone. Unataka watu wakuone wakutambue lakini hawakuone. Unataka watu wakusikie lakini hawakusikii. Unaona anaweza kushiria. Na mwingine akaja kufundisha hizi lakini sio. Maneno yakawa yale na mstari kwa Mungu. Kwani hajatoa bali takusikia. Ni vizuri. Haleluya. Unaweza kuvaa suti nzuri ukajipamba, mdomo wetu ukajaza na nini ya nini. Ule ugoro mwekundu wote ukajaza vizuri sana. Lakini bado watu wasione huo ugoro. Ule tu akavaa simple. Sasa ndio haonekani. Sasa kana gani sana. Simtoka chini. Hawasini. Unasoma na geti vizuri. Vizuri. Ya nini? Chofu. Akachukuliwa fufu. Akafikia. Anapendelea. Haoni. Haleluya. Wakao kuja fufu unaenda kuona kwa jina la Yesu. Sasa rudisha nyuma kidogo. Nianze kumwambia Yesu aliposikia Nazareti alianza sadaka la laana mwana wa Daudi. Yes. Sasa nataka nikwambie kitu fulani hapa. Kwa nini Bartimayo alimwambia Yesu unile? Na kwa nini Yesu alisikia? Kwa nini Yesu alisikia? Bartimayo alikuwa ni kipofu. Na baba yake alikuwa ni kipofu. Na babu alikuwa kipofu.
Kwa hiyo shida ya upofu ilikuwa kwenye generation yao. Halo? Shida ya upofu ilikuwa kwenye kizazi chao. Wacha sasa. Kwa hiyo ilikuwa inatokana na laana. Ilikuwa laana. Ilikuwa inawafanya wawe vipofu. Kwa hiyo source ya tatizo la upofu kwenye familia ya kina Bartimayo ilikuwa ni laana iliyoanzia vizazi vya nyuma. Halo? Na unajua laana inapokuwa inatembea kwenye familia, laana ina sababu. Pengine kuna mtu anatenda dhambi, pengine kuna mtu aliua, pengine kuna mtu alimeleza mtu, pengine kuna mtu alimdharau Mungu, wakalaaniwa. Halo? Sasa Bartimayo alielewa shida yake si uchawi, na shida ya upofu sio uchawi. Bartimayo alielewa sio ugonjwa wa kibiolojia, hapana. Bartimayo alielewa sio ajali, hapana. Hii ni ishu ya familia, imetoka kwenye familia, ni laana inatembea nayo, iko kwenye damu, tunahitaji kusamehewa. Tunapotaja hapa ni huruma ya Mungu, tunapotaja hapa ni msaada wa Mungu. Vinginevyo hii ngoma haishuki kwa maombi ya kuvunja. Haleluya. Kuna vitu vingine huwezi kuvielewa kwa maombi ya vita, kwa sababu vina sababu ya kisheria kukufanya Yesu hilo. Vina sababu ya kisheria. Halo? Sema sababu ya kisheria. Vina sababu, kwa hiyo wewe unataka kuvunja na kuharibu. Uwezi, vitu vya kisheria vinaenda kisheria. Uwezi kuhukumiwa mahakamani kwa sababu si sababu hukumu. Tutaona waja watakunyonga, watakuvunja mifupa na nyumba watakufa. Unapotaka kukataa hukumu iliyotolewa mahakamani unafanyaje? Unaenda mahakamani. Si ndio? Huwezi kusema sasa nakataa. No. Kwa hiyo kuna sababu zinakusumbua. Haleluya. Hazitatoka kwa maombi ya vita. Haleluya. Zitatoka kwa huruma ya Mungu. Zitatoka kwa msamaha wa Mungu. Zitatoka, haleluya, kwa msaada wa Mungu. Kwa hiyo neno ni mkusanyiko wa maneno yafuatayo: unihurumie, namba moja; unisaidie, namba mbili; uniokoe, namba tatu; unifadhili, namba nne; unipendelee, namba tano. Kifupi cha maneno hayo yote ni unirehemu. Yesu alipokuwa akipita akasikia mtu mmoja anasema, Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Akasikia hoja, kwa sababu neno ni rehemu. Kuna unisamehe, kuna unihurumie, kuna unipendelee, kuna unifadhili, kuna uniokoe. Shaka matatu. Maana haya yako kwenye neno ni rehemu. Haleluya. Ndio Yesu alisikia hoja. Kuna mtu mmoja anaongea hoja, wengine wanapiga kelele. Kuna mtu mmoja anajua shida ya tatizo lake ni nini. Haleluya. Imetokana na nini? Na huyu mtu mmoja anajua solution ya shida yake ni nini. Anajua solution ya shida yake ni msamaha. Anajua solution ya shida yake ni huruma ya Mungu. Anajua solution ya shida yake ni msaada wa Mungu. Anajua solution ya shida yake Mungu tu ampendelee. Kati ya watu wote ampendelee yeye. Haleluya. Bwana sasa. Nikapa na nini? Nikapa na wote. Umetoa wapi? Kama. Mnaitaka? Kacha. Yesu anaona. Yesu anaona.
kueleza yale. Nitamwona Bwana anavyopendelea. Ongeza makofi mengi na vigelegele. Chapa, ongeza makofi yako sana. Nawaambia siri yangu hii. Nawaambia siri yangu. Ndio. Nikisimama hapa. Nikaanza kumwambia Bwana Yesu. Kabisa. Ninakwambia uniangalie na wewe uniangalie. Kwani nakwambia uniangalie. Maneno yaongea. Niache kwako. Niache kwako tuwe na connection. Rehema ije kwako. Msamaha uje kwako. Upendeleo uje kwako. Mfadhili uje kwako. Vinapokuja unaona kama mwenyewe anaondoka. Amen. Vinamfanya Yesu aseme njoo. Akasikia akamuita. Alisimama. Basi alisema Yesu mwana wa Daudi. Akasimama. Yesu akasimama. Akageuka nyuma. Na anaonyesha. Kwa sababu alikuwa maneno yanayoja. Uniokoe. Unirehemu. Unitakase. Unipendelee. Unifadhili Yesu mwana wa Daudi. Yesu akasikia akasimama. Akasema njoo mwite. Mwite huyo. Nimesikia mwite. Wakasema jipe moyo. Akaruka. Sai. Ndio. Nishaambia. Acha tuseme. Wakao tutasema neno la Yesu. Kama maneno. Wakao tukwambia baadhi ya sifa nyingine za Biblia. Amen. Amesubaki. Yesu anasikia. Yesu anasikia. Sikia maneno yako. Sema fadhili, ni fadhili. Ndio maana nafadhili. Ndio maana ninafadhili. Ni fadhili. Fadhili maana Hapo mtunze, yaani ndio mahitaji yako. Mahitaji yako yanaweza kuwa ni uponyaji. Mahitaji yako yanaweza kuwa ni pesa. Kulipa madeni. Kupata mtoto. Niokoe. Unijaribu. Yesu anataka niokoe. Niepushe. Unifadhili. Nasoka. Sina mzazi. Unipa mali. Unilisishe. Naomba unifadhili. Uwe mfadhili wangu. Akisikia watu wanajipendekeza kwa kukupa vitu. Na wanasikia. Uniokoe na huyu mwanaume kitaka. Uniokoe na huyu mwanaume kiwa njia asitoki. Uniokoe nisaidie. Yesu mwana wa Daudi. Halo. Wanasikia hoja. Unielewe. Basi kaja kumwambia Mungu. Unakutia na hili kataa mtikamito wako. Uliita nikataa kwa watu wako. Nachokitaji tu ni neema. Sinasi. Unielewe sasa. Niambia kutoa sadaka. Nikawa na kiburi nikakataa hela nilikuwa nayo. Mimi mwanadamu tu. Mpaka sasa nimevunja ndoa za watu 5 kwa ukahaba wangu. Bwana Yesu nisaidie. Niokoe. Nimeroga watu. Nimetoa mimba za watu. Nimekula nyama za wafu. Sasa nimekutoa
Unakula nyama za wafu unavunja. Unavunja. Kwa hiyo unakula nyama za unahitaji neema. Hello? Ndio nasema tujenge kiti cha neema kwa ujasiri. Unaanza kwanza, unajua ujasiri anaongea. Lazima kwanza upate neema uoshwe. Ndio uweze kuwa jasiri kwenye kiti cha neema. Hello? Sasa. Hatimaye alionyesha yake. Hatimaye akachomoka kwenye upofu. Akachomoka kwenye upofu. Alijua shida yake ni, alijua shida yake unaenda. Shida yake kuna makosa ya kufanya. Aliteleza upofu kwenye upofu wake. Akachomoka Yesu akamchomoka. Yesu anamuuliza unataka nini? Sasa anaona ni upofu kwa Yesu anaona. Mungu anaona. Anaona mlako anayofanyia anaona. Anaona mkao anayofanyia anaona. Anaona wachawi wanamroga. Anaona. Anasubiri wewe uone. Alafu wewe. Kwa nini Mungu anasubiri mara demokrasia? Haijui vyake. Baada ya Eva na Adamu kuna kila ruhusa. Maarifa. Alimwachia mwanadamu free will, demokrasia, maamuzi. Ndio maana katika Marko 16 pale inasema atakayesikia na kuokoka atafanya, atakayekataa atahukumiwa. Ni unasema kama tupatupa kwa kiango timamu na sasa kwenda wapi? Jana. Huko free sasa kwenda jana. Na wakati unasema unakuonyesha jana mzuri kweli. Fika uone chanzo. Hello? Yes. Sasa kwa ile hapa ndio. Subiri tu hapo sasa kufunga watu. Kwa nini watu wanakia hivi? Make wakati wanafunga watu tayari wakumesha kubulia. Romisha. Huwa wanaona yaliyo kule. Hamna. Anajitahidi na mkaonyesha. Yesu niokoe. Ulikuwa una mahusiano naye. Anza mahusiano. Sasa hii tafanya muone mahusiano. Hello. Sasa. Haleluya. Mama tunapenda kanisa, kujenga makanisa, kupeleka injili. Tunaelewa. Na kila kumzina. Mimi hapa kiwake, una hapa kitu. Sasa fani leo hii unapaswa kuona kama una mahusiano na Yesu. Lazima tukwambie, tarehe fulani tutaandaa kwa nyumba yako. Hello. Kwa hiyo siku inafika malaika watashuka. Tayari. Okay. Doa mbona ni sasa wewe ni kutalo. Lakini nani atakwambia kama wewe uko kani? Nani atakwambia? Sasa mtu taarifa kwa ajili ya mtu. Anashiriki. Hasa atakushiriki. Unaona watu wanapiga ngumi. Inakuwa heka. Watu wale watamu. Wanaenda vizuri, wana smile. Hello. Baadaye alielewa shida yake ni hello. Naweza kushia nini? Hebu tafakari kidogo. Hii shida yangu. Hii shida yangu ni kwa nini? Kwa nini sipigi hatua? Kwa nini napoenda mbele na rudi nyuma hatua tatu? Kwa nini? Shida iko wapi? Mungu aongee na wewe. Mungu akusaidie. Na chochote muombacho mtapewa. Bora kweli. Hatuna haja ya kufikia kiti cha Mungu. Unaweza kujua mwaka ufanye uchaguzi. Jifanye upelelezi. Ili uvuke. Wanaweza sasa. Unapenda kwa vitu fulani vya kufanya upelelezi. Unaona? Mchawi ya kuroga. Halo? Kwa kufia.
lazima ukute kwenye makosa. Wacha sasa. Wakitaka kumwangusha kijana leo kwa sababu ya anaelewa. Wanamtuma binti. Binti anakuwa anasikia hilo. Anakuwa anasikia hilo. Mkoloni anakuwa anasikia. Yaani hawezi kupumua duniani. Bila unaweza nani wewe? Bila kimo hawezi kupumua duniani. Kwa gharama ile bali inakuwa pepo ndani yake. Kwa hiyo wanatoa ile pepo kumshikilia hiyo binti kwa sababu hiyo binti ni mteja wetu. Haleluya. Inabidi aende sasa tunataka aokoke vizuri, aende kwa nini? Anafanya hiyo ili sababu haleluya. Timo takishana sasa pale. Watampiga Timo kwa sababu amezidi. Kwa na wote katika Mungu wao. Ndipo anawaangusha wachungaji. Ndipo anawaangusha. Halo, yote alikuwa vizuri anapiga, naona nguvu inaendelea ghafla. Tumezeeka, vijana wafanya kazi, umepigwa. Umesha roho. Haleluya. Haleluya. Unajua mambo haya Bwana tumeshazeeka. Sasa washauri umepigwa. Sema nimesha roho wanaofanya kazi. Sasa. Asisi upepo umebadilika. Mchunga wewe umesharogwa. Kwani uchunga ngapi? Si wewe basi wapi alafu kubaliani hata. Wakati unasema hali watu wanajenga nyumba wananunua magari. Au wale wanatoa wanazichi. Ndio sababu ndio chama. Unasubiri kwamba wale mtu anatembea na chuo na shughuli anakupizia moja. Hello. Bwana sasa. Kuja. Lazima uone kuishi. Wakitaka kupiga vizuri, wanakutengenezea mazingira. Kwa hiyo wanajua wanapiga sabiri ni kijana tunapata kwa uzinzi. Hello. Yule ni kijana. Yule mtumishi ni kijana. Atapiga uzinzi kishindikana, atapiga kwenye pesa. Pesa kishindikana atapiga kwenye majukumu. Haleluya. Mtu anafika hapa anajua. Unajua mimi Mungu. Nataka nini? Unakuwa Yesu mdogo. Haleluya. Unajifanya mdogo wako na Yesu. Unajua mimi na Yesu ndugu mmoja. Baada ya Yesu kuzaliwa, Mariamu alizaa. Majivuno. Watapiga kwa majivuno. Halo. Bwana Yesu sasa. Unajua mimi naweza nikakupiga hasi nikakulipa. Watakupiga kwenye majivuno. Kuna mtu mmoja hapa kanisa. Nilimwambia kwa sana. Hata nikutana katika hivyo bora. Ndio pale. Kwa nini mshi kizeni? Ni kitu na ndio. Alikuwa na wako. Leo hata kuna shetani anataka kupiga kwenye plan atifuno. Ndio sasa kuna ndani ya watu wote na utakatifu ndipo mtakapo. Haleluya. Amen. Tukafisha asubuhi ya jina. Napenda sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uishi hapa. Lakini kuwa makini. Chunguza mwaka huu usistruggle sana. Vitu vipo. Lakini watu ambao Mungu watapata tabu sana. Mwaka kwao utakuwa Mungu. Wanaomjua Mungu watavuka mipaka. Na vitu kwa vitakuwa vyepesi. Haleluya. Kuna vitu utaona ni vigumu lakini utashangaa vitakavyofunguka na kuongezeka.